Kuwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya Ziwa Victoria, Ezekia Wenje amesema hakuna aliyezuia Chadema kushiriki uchaguzi, bali walikubaliana tangu Januari 2025 kuwa hawatoshiriki uchaguzi. Na haya maneno anayasema hadharani mara baada ya kuhamia chama tawala CCM kutokea Chadema. Ukiangalia nafasi kubwa alikuwa nayo ndani ya chama na ushawishi wa kisiasa kwa kipindi hicho, kabla hajatolewa kuwa mbunge wa jimbo la Nyamagana kama sijakosea, Mwanza. Wanadhani kwamba vugu hili la idadi kubwa ya watu wenye ushawishi kama Wenje, waliokuwa na ushawishi kama Wenje, kuingia ndani ya CCM na kusema madhaifu ya chama ambacho wamekitoka. Ukijaribu kuangalia chama hicho sasa hivi kinapitia wakati mgumu, wakati mwenyekiti wao akiwa anasota huko rumande. Unadhani kwamba Wenje alikuwa sahihi kuweza kuyazungumza haya mara baada ya kuingia CCM? Kwa mustakabali wa kisiasa, Wenje yuko sahihi. Kwa mustakabali wa kutazama katika jicho ambalo sio la kisiasa, unaweza kuona kwamba hayuko sahihi. Kwenye jicho la kisiasa tunasema yuko sahihi kwa sababu kubwa moja. Wanasiasa mtaji wao mkubwa ni kuzungumza na kuonyesha ushawishi wao upande wanaokuwepo na kuonyesha udhaifu wa upande ambao hawapo. Huyu Wenje angezungumza akiwa Chadema, asingezungumza haya. Amezungumza haya kwa sababu ametoka Chadema. Na ifahamike tu kwamba mara baada ya uchaguzi wa ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambapo Wenje yeye aligombea kama makamu mwenyekiti wa chama hicho na akakosa nafasi ya kushinda, na nafasi hiyo ikachukuliwa na John Heche, ni wakati ambao ulikuwa ni wakati wenye maamuzi mawili kwake yeye pamoja na aliyekuwa anagombea nafasi ya mwenyekiti ambaye ni Freeman Aikaeli Mbowe. Ilikopo ni kwamba mkishindwa kwenye nafasi hizo mnazozigombea, kuna mambo mawili inabidi yatokee. La kwanza ni kustaafu siasa. La pili ni kuwa wanachama wa kawaida na kujiimarisha zaidi kwenye nafasi za kisiasa, kwa maana ya kuwa kiongozi wa wananchi kama mbunge, diwani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo baada ya yale matokeo tumeona Mbowe ameamua kustaafu siasa za chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa maana ya upinzani, lakini hata yeye mwenyewe Wenje hatukumuona akiwa anashiriki hata kwenye vikao vya kamati kuu ambavyo yeye pia alikuwa ni mjumbe wa chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo unaona kabisa tayari yale mambo mawili ambayo ilipaswa aamue baada ya ule uchaguzi alishaamua, ikiwemo ni kustaafu siasa za namna ambavyo Chadema wao wangetamani au wanatamani siasa zao ziwe. Lakini ikumbuke kwamba wakati ule wa mchakato ule athari kubwa ya kwake Bwana Wenje ilihusishwa na ukaribu wa baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao walitajwa kwamba ni rafiki zake, lakini pia wengine ni watoto wa vigogo wa Chama cha Mapinduzi. Walielezwa kwamba walikuwa ni rafiki zake, na yeye alitoka hadharani na kukiri kwamba yeye kuwa rafiki na mtu yoyote sio kosa, kwa sababu itikadi za kisiasa haziwezi zikamtenga yeye na watu wa Chama cha Mapinduzi, na akaeleza kwamba yeye sio mwanasiasa wa kwanza. Kuna viongozi wa Chama cha Mapinduzi wana marafiki pia upande wa upinzani. Kwa hiyo baada ya ule uchaguzi akawa ni kama mtu asiyeaminika kutokana na kauli hizo za kukiri hadharani kwamba yeye ana ukaribu au na urafiki na baadhi ya watu ambao kwa tafsiri ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo wao wanaona kwamba ni watu ambao wako kinyume nao, hasa kwenye kustawisha demokrasia yao ya upinzani. Kwa hiyo Wenje alikuwa anatafsiriwa kama ni msaliti, na naamini ndio maana alikuwa hana ujasiri wa kushiriki kwenye baadhi ya vikao vya ndani vya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo njia sahihi ilikuwa ni atoke. Aende wapi? Ilikuwa ni ngumu kuelekea kwenye vyama vingine vya upinzani kwa sababu tayari angeonekana ni pandikizi. Alishakiri kwamba rafiki zake wengi wako CCM. Kwa hiyo njia sahihi ni hiyo ya kwenda CCM, na ndio maana nasema kwamba amefanya uamuzi sahihi wa kwenda CCM. Sasa hii ya kusema mabaya ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni moja kati ya njia za kwenye saikolojia zinasema kwamba kuna njia ambayo unaweza ukaitumia kuteka saikolojia ya watu, yani hisia za watu na mawazo ya watu
wakaona huyu ni mwenzetu kwa kuongelea ule upande ambao uliotoka vibaya kama ambavyo yeye ameongea, ili waone kama ameweza kuyaongea haya, basi huyu ni mwenzetu na ni bora kuliko wanachama labda 10,000 ambao tumekuwa nao miaka 10 au 20 ambao hawakuwahi kueleza udhaifu wa mpinzani wetu. Kupitia hicho ilichokiongea Wenje, leo hii kuna baadhi ya watu wamepata fikra tofauti na asingeongea. Kwa hiyo kwa CCM wanamuona ni mtu sahihi, na yeye anaonekana amefanya kitu sahihi kwa sababu amenyong'onyesha silaha ya kile ambacho upinzani kwa maana Demokrasia na Maendeleo Chadema walikuwa wanaonyesha kwamba wao mifumo ya uchaguzi ndio imewanyima fursa ya kushiriki, sio kwamba walikuwa hawataki kushiriki. Lakini yeye ameeleza kwamba tofauti tu hata na hizi sheria na taratibu zingebadilishwa, hawa walikuwa wamepanga wasishiriki uchaguzi wa mwaka huu. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.